الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusipeleka sala na salam kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mada yetu kama nilivyofahamishwa ni kwamba walimu wa shule za Qur'ani, vigezo vyao na mchango wao. Tuzungumzia kwamba hawa walimu ambao wanasomesha kwenye halakati za Qur'ani, wao wanatakiwa wawe ni vigizo vizuri, wawe ni mfano mzuri ambao hao wanafunzi watafuata hali ambayo waliokuwa nayo, ndio na wao wajipambe hivyo. Kwa kuwa hao walimu wanakusanya vitu viwili. Kwanza, kumtengeneza huyu mwanafunzi kielimu, yani kusoma vilivyo, pia na zile hukumu za tajwid. Na jambo la pili ni sifa za malezi, bimaana katika sifa za malezi mwalimu anatakiwa awe na upole, awe mwenye subra, pia awe na ikhlas, ili kuweza kutoa generation nzuri ya Kiislamu na tabia zilizokuwa njema za Qur'an, kama alivyosifika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoulizwa mama yetu mama Aisha kunako tabia zake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema kwamba kana khuluquhu alquran, tabia zake Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ilikuwa ni Qur'an. Kwa hiyo huyu mwalimu anamjenga huyu mwanafunzi awe na tabia za Qur'an. Kwa hiyo huyu mwalimu kwanza atajihimiza kuweza kumfunza Qur'ani, kusoma na kuhifadhi, pia kuweza kuelewa maana yake. Sifa za mwalimu wa halaka za Qur'an: mwalimu analazimika kuwa na sifa zilizokuwa njema. Kama tulivyotanguliza mwanzo, yeye ni kiigizo chema, awe yeye ni kiigizo chema mwenye tabia njema. Huyu mwanafunzi anaiba kutoka kwake sifa fulani.
Tunakwenda upande wa kielimu. Sifa zake upande wa kielimu, awe ni mtu ambaye iko na itqani ya tajwid. Tajwidi anaifahamu vizuri. Awe anafahamu ahkam alwaqf walibtida. Mwalimu awe anafahamu maeneo ya kusimama, vipi atasimama na vipi ataanza. Mwalimu awe anafahamu hayo, na ndio atavyowaelekeza wanafunzi wake hivyo hivyo. Kwa hiyo hii alwaqf walibtida ni kiungo muhimu katika elimu hii ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radhiallahu anhu ameulizwa kunako kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waratili alqur'ana tartila. Akaulizwa maana ya tartil. Majibu yake akasema kwamba atartil huwa tajwidul huruf wa maarifatul wuquf. Vitu viwili ndio alivyojibia, vitu viwili: tajwidul huruf, herufi kuzitengeneza vizuri. Maana yake ndio hizi ahkami zote ambazo zimo, makharijul huruf, sifatul huruf, al-izhar wal-idgham na mengineyo yote yanakuja ni tajwidul huruf. Hapa unataka herufi uitamke vilivyo. Hiki ni kipengele kimoja. Halafu kipengele cha pili, wa maarifatul wuquf, na kujua namna ya kusimama. Utasimama vipi na utaanza vipi. Kwa hiyo mwalimu lazima awe anafahamu hayo. Ni mengi katika mlango wa alwaqf walibtida. Ni mlango ambao uliokuwa mpana, kwa sababu ni kipengele ambacho kilichokuwa muhimu sana. Mtu anasoma anakuambia jannatin tajri, na anasimama jannatin tajri. Pepo inayotembea, pepo inayokimbia. Ni kweli ya pepo ipo? Kwa hiyo unaondoa malengo aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, unaleta ya kwako. Kwa hiyo hapa katika huu mlango hapo nikosa, inabidi mwalimu awe anayefahamu hayo na mengineyo mengi. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa ajue mlango huu wa hukumu za kusimama na kuanza. Mtu anaanza fi dunia wal akhirah. Vipi unaanza fi dunia wal akhirah? Tukienda kwenye maana, ina maana gani? Kwa hiyo ni mlango ambao uliokuwa mpana, inabidi mwalimu awe ana ufahamu huu mlango. Na pia mwalimu awe na uwezo alqudrati ala takhtit wa tawzi' alasalib ta'limiyya. Mwalimu awe na uwezo wa mipangilio. Vipi atampangia mwanafunzi wake
visomo ili afikie kwenye malengo. Pia asalibi taalimia, njia za kielimu. Unakwenda mwanafunzi, kwa sababu mwalimu lazima umjue mwanafunzi wako. Maarifa takhasisi khasais atulab. Kila mwanafunzi katika wanafunzi wako lazima mwalimu uwe unawajua. Huyu ni hivi, huyu ni mdhaifu sehemu fulani. Kama ni mdhaifu hivi, acha hiyo njia, pita hii njia, utafika. Kwa hiyo mwalimu lazima awe anafahamu njia hizo za kumbadilishia mwanafunzi, kumtoa hapa ili aweze kufika kwenye malengo. Huu ni upande wa kielimu. Ama sifa za mwalimu upande wa kimalezi, mwalimu anatakiwa awe mpole. Mpole kwa wanafunzi, lakini sio ile upole ambayo na mwanafunzi ataweka kidole kwenye jicho. Lazima usiwe mkali sana kwa mwanafunzi. Usiwe mkali sana kwa mwanafunzi, ili linaweza kusababishia yeye kukuokopa sana, na ikikuokopa sana hawezi kufikia kwenye malengo. Kwa hiyo huyu mwanafunzi utatumika naye kwa huruma na ulaini. Halafu kusamehe haya makosa madogo madogo. Kusamehe makosa madogo madogo. Anaweza kuwa anakosea makosa madogo madogo, wewe kwako tu ni lazima hikab. Kwa hiyo na haswa katika makosa madogo madogo pia tunakusudia hata wakati wa kusoma. Kuna makosa madogo madogo ambayo ukienda nayo haraka hii herufi mpaka aitamke vilivyo, mnaweza mkatumia muda mrefu, kama alivyozungumza Sheikh Omar, mkachukua muda mrefu hakuna penye mmefika. Wakati kuna kitu ambacho unaweza ukakisamehe, lakini unakwenda taratibu, mwisho hilo kosa litaondoka. Naam. Ama upande wa kusema kwamba anatakiwa mwalimu awe yeye ni kiigizo kizuri, kiigizo chema. Hapa anatakiwa mwalimu kuwa kwanza msafi mbele ya wanafunzi. Kuwa msafi mbele ya wanafunzi. Usidai usafi kwao wakati wewe mwenyewe ni kinyume na hiyo hali. Kwa hiyo unataka wewe kiigizo chema mbele ya wanafunzi, unasimama vizuri mbele ya wanafunzi, unasimama vizuri, unakaa vizuri. Jambo lingine ambayo pia ni katika kuwa wewe kama kiigizo chema, alistiqama, ni wewe kuwa na msimamo.
kuwa na msimamo katika dini yako. Unawahimiza wanafunzi wako kuswali swala ya jamaa, wewe mwenyewe sala ya jamaa hauhudhurie. Hayo ni kujilazimu kuwa na msimamo wa kidini. Pia jambo hili litasaidia wao kufuata tabia ambazo ulizokuwa nazo. Tumezungumza kwamba mwalimu huko juu awe mpole, awe mwenye kuwa na subra, awe na ikhlas, ili kuweza kuandaa generation ambayo iliyokuwa ya Kiislamu kwenye tabia ya Qur'an. Mwalimu anatakiwa kuwa na subra. Mwalimu anatakiwa kuwa yeye kama kiongozi. Yeye kuwa kama kiongozi wa elimu, kiongozi ambaye anayesomesha. Kwa hiyo sio kila kubwa na ndogo wanafunzi wanafokewa, wanafunzi wanapigwa, bali huwa anatakiwa mwalimu kuvumilia baadhi ya makosa, baadhi ya yale ambayo wanayofanya, lakini awe mwingi wa nasaha, mwingi wa nasaha. Fimbo nyingi haijengi. Fimbo nyingi haijengi. Mimi ambaye nazungumza mbele yenu nimesoma masomo ya Kizungu. Na kitengo ambaye nimesomea ni kitengo cha kusomesha, pedagogy, methodology, njia za kusomesha. Mwanzo tu hii ambaye katika Arabu wanasema madkhal, kabla haujaingia kusoma unaanza kwanza kusomeshwa mambo fulani. Kitu cha mwanzo ambacho unachoambiwa, unaambiwa kwamba dresser n'est pas éduquer. Kufosi, kwa kupiga sana, sio kufunza. Lakini unakwenda kwa njia mbalimbali ambayo inaweza kusababishia mtoto akaelewa zaidi kuliko fimbo. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa awe mvumilivu, katika baadhi ya mambo. Asichukue ukali na fimbo nyingi kwamba ndio watoto wataelewa. Alafu pia awe mwadilifu baina ya wanafunzi wake.
awe mwadilifu baina ya wanafunzi. Wanafunzi lazima walinganishe huyu umetoa sala, huyu kajibia, unampongeza. Unatoa sala, mwingine anajibia, hakuna lolote ambaye unasema, ili kati ya wanafunzi huyu ambaye hakupongezwa atajiuliza kuna nini, mbona yule amepongezwa halafu mimi sikupongezwa? Au wanafunzi wengine wanaweza sema mbona fulani kapongezwa aliweza na fulani kaweza hakupongezwa. Kwa hiyo inabidi wanafunzi kuwa nao kwa uadilifu. Kosa linaweza kuwa ni limoja, huyu kapigwa fimbo moja, siku ya kufuatia mwingine kakosea kapigwa fimbo 5. Jambo hili linakuwa sio lizuri. Halafu upande wa kimalezi tutazungumzia pia mwalimu kuwa na ikhlas. Mwalimu kuwa na ikhlas. Kitendo hicho ambacho nakifanya mimi ni ibada, nitalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwa na nia njema. Lakini ikiwa wewe malengo yako ni dunia, hapa hii kazi yako haiwezi kuwa na natija nzuri. Mimi nakumbuka kuna mwaka fulani mwalimu alikuwa akinini wanafunzi wakishindwa, anawaambia nyinyi mkitaka muwezi, mkitaka mshindwe, mwisho wa mwezi mimi pesa zangu naweka mfukoni. Jamani, huyu ana ikhlasi kweli? Hii kazi anaifanya kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ikhlas ni jambo muhimu sana. Pia jambo hili sio kwa mwalimu tu, hata wewe mwanafunzi, ikhlas ni jambo la lazima. Soma Qur'an, hifadhi Qur'an kwa ajili ya Allah, lakini isiwe nia yako wewe unaisoma Qur'ani. Ewana wanafanyaka msabaka wa kwanza anapata milioni 10, kwa hiyo na mimi lazima nihifadhi Qur'ani na mimi nipate milioni 10. Hapana, ni lazima soma kwa ajili ya Allah peke yake. Yeye Allah atakufungulia kunako njia anayejua yeye, lakini kusoma kwa ajili ya asiyokuwa Allah, malipo yake mazito.
Iko hadithi ndefu ya Rasulullah SAW, muda haupo. Katika watu watatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawaneemesha neema hiyo, atawauliza siku ya kiyama, kila mmoja ataikiri. Mmoja ni alikuwa msomaji wa Qur'an. Mwenyezi Mungu atamuuliza, hii neema ulitumia vipi? Ya Rabbi, nilisoma kwa ajili yako na nilisomesha kwa ajili yako. Mjuzi wa siri tamwambia, umesema uongo. Ulisoma wewe ili uitwe kwamba wewe ni mwanachuoni, ulisoma wewe ujue kwamba una sauti nzuri, na hapo duniani hayo yote yametekelezwa, na hapa kwangu huna kitu, mburuteni mtupeni motoni. Kwa hiyo ikhlas ni kitu cha muhimu. Ikhlas ni muhimu sana. Mada hii ni pana na muda wenyewe mfupi. Acha tumalizie na daur ya mudarris au mwalimu wa halakat za Qur'an. Huyu mwalimu wa harakati za Qur'an, yeye natakiwa asomeshe na ahifadhishe. Kusomesha na kuhifadhisha, nimekwisha kuona muda. Kusomesha na kuhifadhisha ni maana itabidi wanafunzi wake awasomeshe. Qur'an inataka mushafaha. Unasoma na mwanafunzi anasoma. Anakusikia namna unavyotamka herufi, anakuona kwenye mdomo unavyotamka. Kwa hiyo anakusikiliza zile hukumu za tajwidi na navyo unavyozitamka. Wewe unasahihisha makosa na makharijul huruf, matokeo za herufi, sifatul huruf, zote zile. Wakati uko namsomesha, atatamka herufi vibaya. Mfano kama Sheikh Omar ametoka hapa, anatamka, anasema kwamba mwanafunzi anatamka bad ulimi. Utapomuona hivyo ambia hapana, bad sio sehemu yake hiyo, bad utatamka hivi. Sawa. Kuna wakati ambapo utamwacha sasa mwanafunzi awe anasoma. Wakati muda mrefu umekwisha kumsomesha, umemsomesha, unamsomesha, halafu utamwachia kipindi ambacho yeye anasoma, unakuwa unamsikiliza ili uone kwamba yale ambayo ulikuwa ukimsomesha ameelewa au bado hajaelewa. Kwa hiyo dauru pia ya huyu mwalimu katika kumlea mwanafunzi kitabia, yani ni tabia ambazo zilizokuwa njema, na kumtenga mbali na tabia chafu, ni kumwelekeza tabia njema na kumwepusha na tabia zilizokuwa chafu. Hayo yote ni kutaka kujenga generation ambayo ilikuwa ya Kiislamu, ambayo itapata heshima kwa kuweza kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama upande wa wanafunzi ndio ambayo tunamalizia,
wanafunzi hawa kwa kutaka kuhakikisha kupata faida ambayo iliyokuwa kubwa, ni wao kwanza kuhudhuria mapema. Sio unakuja kuhudhuria, mwalimu tayari amekwisha kufika. Mwalimu anaingia, anaukuta mwanafunzi tayari huko na msubiri. Halafu utapokuwa pamoja na wenzako, sio kuanza fujo, kucheka ovyo, au kuleta maneno ambayo yasiyokuwa na faida yoyote. Halafu mwanafunzi unatakiwa umjue huyu mwalimu kwako nani. Huyu mwalimu kwako nani? Kama alivyozungumza Saidina Ali radhiallahu anhu, akasema kwamba man allamaka harfan min kitabillah fahuwa abuka fi ddin. Yule ambaye ataikufunza herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni kama baba yako katika dini. Kwa hiyo mchukue huyu mwalimu wako, mpe ule uwezo mbele yako kama mzazi wako, mpe heshima. Lakini mwanafunzi, kwa sababu mwalimu amemfokea mbele ya mwalimu wake, anako mnanuna. Hapana, sivyo. Lazima huyu mwalimu umpe nafasi yake. Alafu namalizia mwisho kabisa, kwa wote wawili, mwalimu na wanafunzi, wamkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua. Jambo muhimu, dua jambo muhimu. Mwalimu amuombe Mwenyezi Mungu, awaombe wanafunzi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awarahisishie. Pia na mwanafunzi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amrahisishie kuweza kukihifadhi kitabu chake. Kwa hiyo nitamalizia hapa kisema, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma iftah alaina futuha al-arifin. Allahumma iftah alaina futuha al-arifin. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.